Hello wapendwa, karibuni tena leo kwenye chaneli yangu. Na leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kushona gauni shati. Hili ni gauni la moja kwa moja ambalo lina vifungo mbele kuanzia juu mpaka chini. Kama unavyoona kitambaa nimekikunja mara 4. Na hapo hicho kitambaa nilichoacha nusu inchi ni kitambaa cha mbele. Bega yetu ni inchi 12 ugawanya kwa inchi 16 ugawa kwa 2 utapata 8, tuongeza 1 itakuwa 9. Utaweka hapo alama zako. Baada ya hapo kifua tutashuka kwa hapa utashuka inchi 9. Inchi 9 hapo. Utaweka pia na alama hapo ili niweze kunyoosha mstari ulionyooka. Baada ya hapo tumbo nitashuka inchi 17. Nitaweka hapo tepu yangu na kuweka alama. Hips nitashuka 25. Kwa nitaweka 25 hapo. Baada ya hapo sasa nitanyoosha mistari kuanzia hapo kwenye mstari wa kifua, mstari wa tumbo hapo nilipoweka alama, na kwenye hips pia nitaweka mstari ulionyooka. Tayari. Tutafanya sasa vipimo vya kifua ni inchi 42, ukigawanya kwa 4 utapata 10 na nusu, utaongeza na inchi 2 itakuwa 12 na nusu. Utaweka hapo. Utaongeza hizo inchi 2. Baada ya hapo tutapima tumbo. Tumbo ni inchi 40, utagawanya kwa 4 utapata 10, utaongeza 2 itakuwa 12. Utaweka pia hapo. Utaongeza na hizo inchi 2. Hii ni nguo kidogo ambayo haibani, inaachia. Ila kama hautaki iachie basi unaweza kaongeza tu inchi 1 kwa ajili ya kushonea. Na kama unataka iachie kidogo basi ndio unaweza kaongeza hivyo inchi 2 kama ambavyo mimi nafanya hapo. Baada ya hapo sasa tutafanya vipimo vyetu hivyo vya hips ambapo ni inchi 43, tumegawanya kwa 4 tumepata 10 na robo 3, tutaweka hapo. Baada ya hapo tutaongeza inchi 2. Vipimo vyetu ambavyo ndio hivyo vikuu tumeshavimaliza sasa. Tutapima urefu. Urefu wote ni inchi 53, tutaongeza inchi 2, tutapata 55. Tutaweka urefu wetu hapo. Baada ya hapo nitaweka mstari kama huo na nitakata hapo. Hiyo inchi kwenye hips tulipata 10 na robo 3 na tukaongeza inchi 2. Kwa hiyo ikawa 12 na robo 3, basi nitakwenda kuiweka hapo chini. Huko kwenye pindo utaweka 12 na robo 3, lakini pia nitaongeza inchi 2 kwa sababu nguo yangu nataka chini kidogo iachie. Isibane, nataka iachie kidogo. Tafanya kama hivyo. Nafikiri unaona. Shingo upana inchi 3 na nusu utaweka hapo. Baada ya hapo tutashuka tena inchi 3 hiyo. Hiyo ni inchi 3 ambayo nimeiweka hapo kwa ajili ya shingo ya mbele. Kwa hiyo nitachora huo mstari kama hivyo. Unaona umekaa kama V. Hivyo.
Baada ya hapo nitapima shingo ya nyuma. Shingo ya nyuma urefu ni 1.5 inchi, kwa hiyo utaweka 1.5 inchi hapo. Baada ya hapo basi utaweka alama zako kama hivyo. Hello wapendwa wangu, karibuni tena Den Blessing Creations. Ya hapa tutashona, tutapendeza, tutacheka kwa pamoja kwa ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri kabisa utakipata hapa. Huu ndio wakati wa kung'ara. Kwa hiyo kaa karibu, tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Kama ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye channel yangu, tafadhali sana subscribe channel yangu, comment na share video zangu kwa wengine, ili tukue mbali na tufike mbali kwa pamoja. Hapo nimemaliza kukata. Hiki sasa ni kitambaa ambacho nitakwenda kuweka pale mbele kwenye kipande changu cha mbele. Nimeweka 3.5 inchi, lakini kama unavyoona nimekunja nusu inchi, nikawa nimenyoosha, lakini pia nimekiwekea stiff na urefu wake ndio huo. Ni kitambaa kwa ajili ya vifungo pamoja na matundu ya vifungo. Kwa hiyo nguo yangu ndio hii hapo. Ile nusu inchi nilokuonyesha mwanzoni ndio hii hapo. Ni kwa ajili ya kwenda kuungia hicho kitambaa sasa. Utaweka kama hivyo. Na utashona mpaka chini, baadaye utageuza, utashona hapo pia. Tayari nimeshashona kama unavyoona hivyo. Vipande vyangu vyote viwili tayari. Na hicho sasa ni kipande cha nyuma, utakiweka kama hivyo. Utakiweka hivyo kipande cha nyuma. Utachukua na hicho cha mbele utaweka hapo. Baada ya hapo utakwenda kuunganisha mabega sasa. Tayari nimeshaunganisha mabega. Nitakwenda kulinganisha kitambaa changu na kufanya vipimo, alafu nitashona hapo. Nitashona pia upande wa pili. Tayari nimekusha shona. Ni rahisi sana na haikuchukui muda mrefu. Hapa tutakwenda kupima upana wa shingo letu. Utapima urefu wote wa shingo, kuanzia shingo ile ya mbele mpaka ya nyuma. Utapima kama jinsi ambavyo unapima hivyo. Tumepata 23.5. Hicho ni kitambaa kwa ajili ya kola. Tutakwenda sasa kutengeneza kola yetu hapo. Utakiwekea stiff kitambaa chako. Upana ni 4 inchi, lakini urefu ndo huu hapo, nimeweka 26 inchi. Utakikunja kama hivyo. Utachukua ile 23.5 inchi uliopata ya mzunguko wako wote ule wa kola, utagawanya kwa 2, utapata hii hapo ni 11.3. Utaiweka hapo. Baada ya hapo utaongeza nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Lakini hapa endapo kama ukitaka kola yako ijichonge zaidi, huo upande wa juu huu ambao ninaochora hapo kuanzia juu, unaweza ukaongeza. Mimi nimeweka 26 lakini huko unaweza ukaongeza kitambaa chako hata mpaka 27.5. Ni wewe mwenyewe utakavyotaka. Ila mimi sijataka kola yangu ijichonge sana, nimetaka iwe hivyo kama ambavyo unaiona hivyo. Lakini pia utakata kitambaa kingine. Utakikata sawa na hicho cha kola, lakini chenyewe hutakiwekea stiff, utakiacha hivyo kama jinsi kilivyo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kushona. Utashona kuanzia hapo. Utazunguka, usishone upande wa chini, shona upande huu ambao naelekeza hivyo. Tayari nimeshashona, tutakwenda kukatakata sasa hivyo. Baada ya hapo utageuza na utagongea hiyo sehemu ulioshona, utakwenda kugongea. Tayari nimeshagongea kama hivyo. Utakikunja hivyo kama ambavyo unaona nimekikunja.
na nitakwenda kuweka alama hapo katikati. Baada ya hapo nitachukua sasa nguo yangu, na yenyewe ina alama hapo katikati. Hiyo alama ya katikati ni upande wa shingo ya nyuma, ndio kuna alama. Kwa utashika hiyo alama na utashika kitambaa ambacho hakina stiff, ndio utakishika hicho. Hiyo alama ya katikati ya kwenye kola na alama ya katikati ya kwenye shingo utakwenda kulinganisha kama hivyo. Weka nguo yako vizuri na utashona upande huo, na baada ya hapo utaweka tena upande huu utashona. Tayari nimeshashona nguo yangu kama hivyo unavyoona. Baada ya hapo sasa nitakwenda kugongea hapo, na hapo nitakwenda kugongea. Ni vyema zaidi mimi ninavyokunja hivyo, ni vyema zaidi kama utakuwa umenyoosha. Unaweza kunyoosha nusu inchi ili kwenye kupinda hapo kwenye kola yako hapo isikusumbue sana. Unanyoosha itakuwa rahisi sana kushona. Tayari nimekwisha shona. Sasa huu ni mkono wetu. Tutakwenda kushona mkono wetu huu. Tutakwenda kuweka uzi wa kuvuta marinda. Tutavutia marinda kidogo. Tayari nimeshaweka uzi wa kuvuta marinda, nimeweka nyuzi 2, kwa hiyo nitavuta marinda kama hivyo. Tayari nimeshavuta kwenye mikono yangu yote hiyo miwili. Baada ya hapo kuna kitambaa hicho hapo. Hicho kitambaa ndicho nitakachokwenda kuongezea hapo kwenye mkono wangu. Takiweka kama hivyo unavyoona. Tashona hapo. Baada ya hapo nitageuza, pia nitagongea. Nafikiri unaona tayari mikono yangu ipo tayari kama hivyo unavyoiona. Tutakwenda kuweka hivyo, na tutakwenda kufanya kipimo cha mkono na tutashona hapo. Tayari nimeshashona. Tageuza mkono huo. Na mkono mwingine pia huo tayari. Sasa tutachukua gauni letu tayari kwa kwenda kuweka mikono sasa. Tayari mkono ndo huo hapo, unaona nimeshauweka. Tutakwenda sasa kuweka vifungo. Ni wakati wa kwenda kuweka vifungo. Tayari nimeshaweka vifungo vyangu. Nashukuru sana mpendwa mtazamaji wangu, rafiki yangu kipenzi, kwa kuangalia video yangu. Nikushukuru sana, nasema asante. Barikiwa sana kwa kuangalia video yangu. Karibu tena siku nyingine, wiki nyingine, kwa video nyingi zaidi za ubunifu.